Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Tehran imetoa masharti mapya ili kufikia makubaliano na Marekani. Iran imetoa mapendekezo mapya ya maridhiano kuhusu mpango wake wa nyuklia kwa lengo la kufikia makubaliano na Marekani. Baadhi ya mapendekezo hayo ni kama vile kuondolewa kwa vikwazo vya kiuchumi na kutambuliwa kwa haki ya Tehran ya kuendeleza nishati ya nyuklia kwa matumizi ya amani. Haya ni kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Reuters imeripoti kuwa afisa mmoja mwandamizi wa Iran amesema kuwa bado kuna tofauti kubwa kati ya upande zote mbili kuhusu wigo na utaratibu wa kupunguza au kuondoa vikwazo vikali vya Marekani. Taarifa hiyo inakuja wakati Oman, ambayo inachukua jukumu la upatanishi katika mazungumzo kati ya Iran na Marekani, imethibitisha kuwa duru mpya ya mazungumzo itafanyika Geneva siku ya kesho Alhamisi. Afisa huyo pia amesema kuwa Iran inazingatia kwa umakini uwezekano wa kusafirisha nje nusu ya akiba yake ya urani iliyorutubishwa kwa kiwango cha juu, kupunguza kiwango cha nusu iliyobaki na kuunda muungano wa kikanda wa urutubishaji. Inadaiwa kwamba kiasi cha nyuklia cha Iran huenda kikapelekwa nchini Urusi. Hata hivyo, bado Marekani inapinga mpango huo. Marekani inachotaka ni kwamba Iran isifanye kabisa urutubishaji wa uranium na isijihusishe na mpango wa makombora ya ballistic yenye uwezo wa kuifikia Israel. Makombora mengi ya ballistic sasa kutoka nchini Iran yana uwezo wa kufikia moja kwa moja Israel, na hii ndio wasiwasi kubwa sana ya Marekani. Na hata katika mkutano wa Rais Donald Trump na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, moja kati ya hoja ambayo Netanyahu alimfikishia Rais wa Marekani Donald Trump ni kutaka kushinikiza Iran katika mazungumzo yanayoendelea kwamba isiwe na makombora yenye uwezo wa kufikia nchi hiyo. Hata hivyo, jambo hili bado kwa upande wa Iran linaonekana ni jambo lisilowezekana, kwani Iran imesema makombora hayo ni kwa ajili ya kujilinda. Iran haina makombora ya nyuklia kama yalivyo mataifa mengine. Kimsingi, katika ulimwengu mataifa mengi yanayomiliki silaha za nyuklia yamekuwa yakiona silaha hizo kama ndio mtaji wao wa kuweza kujilinda. Lakini Iran ina makombora tu ya masafa marefu ambayo yana uwezo wa kufikia mataifa mengi katika Mashariki ya Kati, lakini pia baadhi ya mataifa katika nchi za Ulaya. Hivyo nchi hizo wakati huu zinaiona Iran, ambayo wakati wowote yeyote atakayeingia vitani dhidi yake huenda makombora hayo yakatumika, na hii ndio wasiwasi ya washauri wa Rais Donald Trump ambayo wamemtaka asiingie vitani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wazo hilo limekuwa likijitokeza mara kwa mara katika juhudi za kidiplomasia zilizohusisha Iran kwa miaka kadhaa. Aidha, afisa huyo ameeleza kuwa hatua hiyo itakwenda sambamba na Marekani kuitambua rasmi haki ya Iran ya kuendeleza nyuklia kwa matumizi ya amani, huku makubaliano hayo yakijumuisha pia kuondolewa kwa vikwazo vya kiuchumi vilivyowekwa dhidi ya Iran. Iran hata hivyo imeonya kuwa endapo Marekani itaamua kufanya shambulizi lolote dhidi ya jamhuri hiyo, jambo la uhakika ni kwamba Iran lazima italipiza kisasi bila kujali ni shambulizi dogo ama kubwa ambalo Marekani italianzisha. Rais Trump alikuwa anapanga kufanya shambulizi angalau dogo dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ili tu kuhakikisha Iran inakubaliana na matakwa yake, lakini Iran imeonya ikisema kwamba shambulizi lolote dhidi ya nchi hiyo halitafanyika, lakini litajibiwa vikali. Iran imeonya mataifa washirika wa Marekani kwamba lazima watakumbana na mashambulizi makali ikiwa wataamua kuisaidia nchi ya Marekani katika mapambano dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hii ndio sababu ya nchi nyingi katika Mashariki ya Kati na hata baadhi ya mataifa ya Ulaya kuona kwamba hayakuwa na sababu ya kuingilia vita hivyo ya jeshi la Marekani dhidi ya serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Awali, baadhi ya vyombo vya habari vimeripoti kwamba Donald Trump alikuwa akizingatia shambulizi dogo dhidi ya Iran ili kuilazimisha Israel pia imeonya kuwa shambulizi la kisasi la Iran dhidi ya nchi hiyo litakuwa ni kosa kubwa zaidi katika historia ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikidhani kwamba lazima endapo Marekani itaanzisha mashambulizi dhidi ya Iran itajibu vilivyo. Na hii ndio wasiwasi wa nchi nyingi, na ndio maana wamekuwa wakionya nchi ya Marekani kwamba isije kaingia vitani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.